Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda Itungano ya Wabuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya maeneo ya kujitambua, areas of self awareness. Na kwenye hiyo kurunzi tuna mada nyingi tunazoziongelea. Na katika hizo mada nyingi leo nakuletea mada ya 6 ambayo inasema kujitambua kwenye eneo la kifedha. Mada hii tutachambua mengi kuhusiana na kujitambua kifedha. Kaa nasi hadi mwisho wa mada ili ujifunze jambo. Na usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata ujumbe wa kwamba tumeweka video nyingine mpya, maana tunakuletea video kila Jumamosi kwa ajili ya mlolongo wa mafundisho ili tuweze kujijua, tuweze kujitambua. Karibu na usiende mbali. Asante. Katika mada hii ya kujitambua kifedha tutaangazia topic mbalimbali ili tuweze kuelewa zaidi ni nini kujitambua kifedha. Kwanza tutaanza na maana ya kujitambua kifedha. Hiyo ni topic ya kwanza. Kujitambua kifedha ni nini? Hapa nikisoma ni hivi. Kujitambua kifedha kuna maanisha kuwa na ufahamu wa mapato na matumizi. Kuwa na ule ufahamu wa kujua mapato yako ni haya na haya ndiyo matumizi. Ni kule kuelewa tofauti kati ya mahitaji na matamanio, needs and wants. Mahitaji na matamanio. Kuwa na uwezo wa kupambanua kati ya mahitaji na matamanio, na kuwa na mpango wa kifedha unaoendana na malengo ya maisha. Ni kule kuwa na mpango wa kifedha, financial plan, ambayo inaendana na maisha. Huo mpango unaendana na maisha, au huo mpango unaendana na malengo ya maisha. Huko ndiko kujitambua kifedha. Pia kujitambua kifedha ni uwezo wa mtu kuelewa kwa kina hali yake ya kifedha, tabia zake za matumizi, vipaumbele vyake vya kiuchumi, na jinsi maamuzi yake ya kifedha yanavyoathiri ustawi wake wa sasa na wa baadaye. Jambo lingine kwenye maana ya kujitambua kifedha ni kwamba mtu anayejitambua kifedha hutumia pesa kwa uangalifu, hujizuia na matumizi yasiyo ya lazima, na hutafuta njia za kuongeza kipato bila kuharibu maadili. Kuharibu maadili hapa ni kwamba mtu anaongeza njia za kipato bila kuumiza wengine au kutoa rushwa au kupokea rushwa. Kujitambua kifedha pia ni hatua ya kiutambuzi inayomwezesha mtu kutumia, kuhifadhi na kuwekeza fedha zake kwa hekima na uwiano. Mtu ana uwezo wa kutumia, ana uwezo wa kuhifadhi na ana uwezo wa kuwekeza. Spend, save and invest. Mtu ana uwezo wa kufanya hivyo vitu. Huo ndio utambuzi wa kifedha. Katika maandiko ya hekima, Biblia inasema, mtu mwenye busara huhifadhi mali yake, bali mpumbavu utapanya zote. Hiyo ni Methali sura ya 21 mstari wa 20. Hii inaonyesha kuwa kujitambua kifedha ni kipimo cha hekima, ni kipimo cha nidhamu, na ni kipimo cha uwajibikaji, responsibility. Yaani mtu mwenye hekima ndiye aliye na uwezo wa kutumia pesa zake vizuri. Mpumbavu anatapanya zote. Anatoa huku, anabaki na sifuri. Anatafuta sifa za kijinga ili kwamba watu wamsifie yeye utoa hela. Nakumbuka miaka ya nyuma pale Nairobi, mbunge mmoja aliyekuwa anaitwa Michael Sonko alikuwa na hela nyingi. Wakati mwingine akifanya kampeni upande wa Buruburu pale Nairobi, yeye alikuwa anarusha hela juu, anatapanya hela. Noti ya shilingi 1000 ya Kenya kwa kila mtu 1000 ili achaguliwe. Kwa upande mwingine kuna upumbavu pale mtu anapotumia hela kiolela ambazo alizipata pengine kwa jasho au kwa kazi nyingi, anazitapanya. Na mtu anapotapanya hela vile
Maana yake ana hesabu zake za kwamba akichaguliwa atakusanya kipato cha fedha kisicho halali ili kwenda kuziba pengo la pale halipotoa. Hiyo siyo hekima. Hekima ni kufanya matumizi na yanayoendana na malengo ya maisha, pia kuwa na uwezo wa kuhifadhi na kuwekeza pesa. Mwenye hekima anahifadhi na anatumia kwa hekima. Mpumbavu anatapanya zote. Maswali ya kujiuliza kwa kufafanua zaidi maana ya kujitambua kifedha ni haya: je, uchumi wangu unatosha kwa kukidhi mahitaji yangu? Lazima uwe na uwezo wa kujiuliza hilo swali. Swali la pili: je, ninaamini nini kuhusu maisha yangu ya kifedha? Maana mara nyingi sio fedha, mara nyingi ni mindset, ni imani tunazoziweka kwenye mioyo yetu ndizo zinazotuponza. Wakati mwingine imani zetu zinatufanya tusikusanye hela ya kutosha. Ukiwa na imani kwamba hela ni dhambi, kuwa na mali nyingi ni dhambi, mpaka unaaminishwa yale mafundisho ya kikoloni kwamba ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kurithi ufalme wa mbinguni. Ukianza kuaminishwa vitu kama hivyo, imani yako ile kuhusu maisha ya kifedha inaanza kudhoofika. Swali la tatu: je, nina uwezo wa kutunza au kutumia pesa vizuri? Watu wengi wana uwezo wa kutunza pesa kama wanazo ndogo. Wakiwa na nyingi wanatumia kiolela tu, maana wanaamini bado zipo. Zikishapungua kiasi kwamba zinaelekea kuisha, ndio wanapata akili na wanaanza kutumia busara. Je, una uwezo wa kutunza? Je, una uwezo wa kufanya matumizi chanya? Lazima ujiulize hilo swali. Swali la 4: je, kipato changu kinaathiri vipi matendo yangu ya kila siku? Labda kipato chako kinakufanya sasa uanze kuwatukana wengine, uanze kuwadharau watu na uanze kufanya vitu visivyostahiki kwenye jamii. Kipato chako kinaathiri vipi maisha yako ya kila siku? Je, kipato kinakufanya wewe uanze kuingia kwenye tabia zisizofaa? Lazima ujiulize hilo swali. Ukishajiuliza haya maswali yote, utaanza kuelewa ni nini maana ya kujitambua kifedha. Ni kule kuwa na uwezo wa kutumia pesa vizuri, kuhifadhi pesa na kuziwekeza. Katika hizi hatua tatu utakuwa na uwezo wa kuelewa wewe uko wapi. Kama una uwezo wa kutumia na kuhifadhi na kuwekeza, basi unaanza kujitambua. Ukipata $100 na unatumia yote 100, ina maana hujahifadhi na hujawekeza. Ila ukiwa na $100 ukatumia $60 na ukahifadhi $30 na ukawekeza $10, angalau umetimiza hatua zote tatu. Hiyo ni maana ya kujitambua kifedha. Topiki yetu ya pili kwenye mada hii ya kujitambua kifedha ni kuangalia umuhimu wa kujitambua kifedha. Kuna umuhimu gani? The importance of financial self-awareness. Umuhimu gani wa kujitambua kifedha? Kujitambua kifedha humsaidia mtu kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Unapoelewa uwezo wako wa kifedha, unapochanganua viwango ulivyo navyo kifedha, unaanza kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba humsaidia mtu kuishi kwa amani bila msongo wa kifedha. Unajua kuna msongo wa mawazo na msongo wa kifedha. Kwa hivyo unapojielewa jinsi unavyotumiaga hela yako, unakuwa hauna msongo wa kifedha, unaanza kuishi kwa amani. Faida ya tatu, kujitambua kifedha humsaidia mtu kupanga maisha kwa usalama wa baadaye. Unakuwa na uwezo wa kupanga maisha yako kwa usalama wa baadaye. Kwa nini? Kwa sababu unajua matumizi yako, unajua kuhifadhi kwako na unajua kuwekeza kwako. Unajua nimewekeza hii, huwa nawekeza $10 kila mwezi.
au $50 kila mwezi, na huwa nahifadhi $200 kila mwezi, na huwa natumia $500, maana matumizi yako lazima yawe juu kuliko yale unayo save na yale unayo invest. Ukiwa unapata $1,000, matumizi yako yasipite $600. Umuhimu wa 4 ni kwamba kujitambua kifedha humsaidia mtu kuwajibika kwenye familia na kwenye jamii. Kuwajibika hapa kuna maanisha una uwezo wa kufanya gharama zinazojitokeza au zilizopo, zile za kuendelea, recurring expenses, gharama zinazojitokeza kila mara, kama vile kulipa kodi ya nyumba, kununua chakula, kununua mafuta ya gari, au kulipa usafiri wa jamii, public transport, na mambo kadha wa kadha ambayo yanajirudia kila mara. Kwa hivyo unawajibika kwenye familia na unawajibika kwenye jamaa na jamii kwa ujumla. Kujitambua kifedha, umuhimu wa 6 ni kwamba unamsaidia mtu kudumisha uaminifu na maadili katika shughuli za kiuchumi. Unapojua uchumi wako jinsi ulivyo, utakuwa huna papara, utadumisha maadili na utadumisha shughuli zilizo za wazi, transparent dealings na watu, kwa sababu wewe huna papara, unajua uchumi wako sehemu ulipo. Na kumbuka, kuwa vizuri kiuchumi si kuwa na hela nyingi. Kuwa vizuri kiuchumi ni kule kuwa na uwezo wa kutumia, kuhifadhi na kuwekeza. Unapoelewa hivi vipengele, unakuwa na faida nyingi zaidi za kukaa bila msongo wa kifedha. Topiki yetu ya 3 kwenye mada yetu ya kujitambua kifedha ni ina jedwali. Tumeweka jedwali ambalo unaweza ukaliona pale, na hili jedwali lina mambo ambayo tutaangazia. Tutaangazia vipengele vya kujitambua kifedha na njia za kuimarisha kujitambua kifedha. Huku tunakuwekea vipengele na huku tunakuwekea njia. Hiki kipengele ni njia gani za kufanikisha hiki kipengele. Hivyo basi, katika hiyo jedwali kuna vipengele 6 na kuna pia njia za kuimarisha 6. Kipengele cha kwanza ni ufahamu wa mapato na matumizi, yaani kujua fedha zinapotoka na zinapoelekea. Hicho ni kipengele cha kwanza, ufahamu wa mapato na matumizi. Kama una ufahamu wa mapato na matumizi, ni kipengele cha kwanza, maana usitumie zaidi ya mapato. Unajua fedha zinatoka wapi na unajua zinaelekea wapi. Ni njia gani tunayoweza kufanya ili kuimarisha hiki kipengele? Angalia upande wa pili wa jedwali, ni kwamba lazima utengeneze jedwali lenye kurekodi mapato na matumizi ya kila mwezi. Uwe na jedwali ambalo umejitengenezea. Unapewa ile payslip au umepeana invoice, umepata pesa, weka upande mmoja, weka mapato, na upande wa pili weka matumizi, na huo upande wa chini pale utapata balance. Ni pesa ngapi umebaki nayo baada ya kufanya matumizi. Hiyo ni njia ya kuimarisha hiki kipengele cha kufahamu mapato na matumizi. The practical aspect of it ni kwamba uwe na hilo jedwali ambalo utakuwa una record. Nasema hii ni January, huu mwezi nimepokea hivi, nimetumia hivi. Vyote ulivyotumia viorodheshe pale na kiwango cha pesa, kiasi cha pesa ulichotumia. Mwisho utapata mrejesho, utakupa balance kule chini. Kipengele cha pili ni mipango na malengo ya kifedha. Kuwa na bajeti na malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Jiwekee mipango na malengo ya kifedha. Hicho ni kipengele. Ukishaweka mipango na malengo, njia rahisi ya kuimarisha hiki kipengele ni kutunga bajeti ya kila mwezi na ifuate kwa nidhamu. Kumbuka pale juu tulisema tengeneza jedwali tu, just a simple record table,
ya mapato na matumizi. Lakini hapa chini unatunga bajeti ya kila mwezi. Kabla ya pesa hazijakuja, ulishaandika vitu utakavyofanya, utatumia nini na nini na nini. Kichwani unajua ninaweza nikapata dola 2,000. Unapofanya bajeti ya matumizi unajikuta ilishaenda mpaka 1,000. Unairudia, unaangalia, unakagua, unaona imefika 1,200. Okay, kila kitu kwenye mwezi huu nitakuwa nimemaliza kwenye 1,200. Kwa hivyo hiyo bajeti ulioitunga kabla ya kupokea ile hela itakuja ifuate mkondo wa hiyo bajeti. So easy, kwa sababu kipengele chenyewe kimeonyesha kwamba una malengo ya kifedha. Ulishaandika pale kwamba nitawekeza dola 200, nitahifadhi dola 300, nitalipa hiki, nitalipa kile, nitanunua hiki. Jumla umepata ile hela imeingiana yote. Kama ni 2,000 lazima iingiane yote. Katika hiyo bajeti kuna matumizi na kuna kuhifadhi na kuna uwekezaji. Vyote viko kwenye hiyo bajeti moja. Lazima bajeti yako moja hiyo iwe na vipengele vyote vitatu ili ionyeshe ni mipango gani na malengo gani ulio nayo. Pia njia ya kuimarisha hiki kipengele cha pili, njia nyingine ni kutafuta elimu ya kifedha kupitia semina, vitabu au kwa washauri. Mara nyingi mtu anafikiri anapopata hela nyingi ndiyo kwamba ana uwezo, anajua sana mambo ya fedha kwa sababu anapata hela nyingi. Hapana. Unaweza ukawa na pesa nyingi lakini huna elimu ya kutosha ya fedha kiasi kwamba unazitumia vibaya. Unapata dola 2,000 na unatumia dola 2,000. Mwingine anayepata dola 500 na amehifadhi angalau dola 100 kwenye safari ya uhuru wa kifedha. Hapo baadaye yule wa kipato cha 500 atakuwa huru kwa miaka 10 ijayo kuliko wewe wa kipato cha 2,000 ambaye huhifadhi chochote. Lazima uelewe hapo vizuri. Tafuta elimu ya kifedha. Pamoja na kwamba una hela za kutosha unazopata, tafuta elimu ya kifedha ili uweze kuelewa zaidi mambo ya utumiaji wa pesa, uwekezaji na uhifadhi. Kipengele cha tatu kwenye hii jedwali ni misimamo ya kimaadili katika fedha, kuepuka rushwa, tamaa au ulafi. Hicho ni kipengele. Sasa njia rahisi ya kuimarisha kipengele hiki ni kuepuka matumizi ya mazoea au shinikizo la kijamii. Epuka matumizi ya mazoea. Matumizi unayoyafanya bila kufikiria, matumizi unayoyafanya ambayo hayako kwenye bajeti, epukana nayo. Jenga msimamo wa kimaadili. Hiyo inaitwa discipline, financial discipline. Tengeneza msimamo wa kimaadili unaokusaidia wewe kufuata ile bajeti ulioweka. Kipengele cha 4, tulisema ni vipengele 6. Kipengele cha 4 ni uwezo wa kuwekeza na kujiendeleza, kuelewa fursa za uwekezaji na hatari zake. Sasa, kabla hujawekeza, njia ya kuimarisha kipengele hiki ni kujifunza kuhusu mipango ya kifedha. Jifunze budgeting, saving and investing. Hiyo ndiyo mipango ya kifedha. Ni tengeneza bajeti, kuhifadhi na kuwekeza. Jifunze hivi vitu. Usikurupuke kuanza kuwekeza kwa mambo usiyoyafahamu. Usiwe unahifadhi hela bila kupanga ni nini unachoadhimia hiki unachokisevu. Kwa sababu unaweza kusevu kwa ajili ya dharura. Kusema itakapotokea kwamba sina cha kufanya, nimeishiwa, hii hifadhi ni ya dharura. Na hii nyingine ni ya muda mrefu. Na hiki ninachokiwekeza ninakielewa vizuri. Kuna watu wameenda kwenye stock na wameanguka vibaya mno. Kwa sababu gani? Hawakuchukua muda wa kuelewa jinsi huko kuwekeza kunavyoenda. Kipengele cha 5 ni ukusanyaji wa akiba.
kutenga sehemu ya mapato kwa matumizi ya dharura au uwekezaji. Njia rahisi kwenye kipengele hiki ni kuweka malengo ya kifedha yanayolingana na maadili yako. Kama maadili yako hivi, kumbuka tulishaongelea kuhusu kujitambua kwenye eneo la kihisia, na huku mbele tuna eneo lingine tutagusia kuhusu kujitambua kwenye eneo la kimaadili. Maadili yako ndio yatakayokuonyesha wewe unatumiaje pesa. Kama wewe ni mtu unakunywa pombe na madawa ya kulevya, lazima utenge bajeti inayoendana na hivyo vitu unavyotumia. Kama wewe ni mtu unapendaga kwenda holiday na kusafiri, lazima utengeneze bajeti inayoendana na hicho kipengele. Usikurupuke tu, uwe unahifadhi hela kulingana na maadili yako na kulingana na malengo yako ya maisha, ili pasiwe jambo la kukurupuka. Kila jambo liwe limepangiliwa. Kipengele cha 6, fanya maamuzi ya kifedha kwa sala na tafakari ili kuepuka fedheha za uzeeni. Chukua muda wa kuomba, wa kutafakari. Sala ni kutamka maneno mazuri, tuliongea kwenye kujitambua kiroho. Sala sio kuambia mtu usiyemuona kwamba akusaidie, hapana. Sala ni kujitamkia maneno mazuri ya nguvu, ya kukuinua kwenye vitu unavyopangilia. Fanya sala kila mara unapotaka kufanya budget za kifedha. Tumia tafakari ili uepuke fedheha za uzeeni. Uzee unakuja na fedheha nyingi, na kila mzee asiyekuwa na thamani kwenye jamii ni yule mzee asiyekuwa na fedha. Mzee aliye na fedha ana uwezo wa kuajiri watu wa kumsaidia uzeeni. Wewe usiyekuwa na fedha utakuwa na uzee mbaya sana, mpaka hata watoto uliowazaa watakuepuka, watakuonea aibu. Maana utakosa chakula, utakosa mavazi, utashindwa kutembea. Kumbuka, ukiwa mzee wakati mwingine hata uwezi kusimama kwa muda mrefu kama ninavyofanya hivi. Lazima usitumie pesa zote wakati ulipokuwa na nguvu, ukakosa cha kutumia wakati huna nguvu. Kumbuka, kama huna nguvu utahitaji kusaidiwa, na kila atakaye kusaidia atahitaji na yeye pia kupata chochote. Unahifadhi nini kwa ajili ya maisha ya baadaye? Fanya tafakari ili kuepuka fedheha za uzeeni. Jinsi ya kuimarisha kipengele hiki ni utambue kuwa mali ni sehemu ya uwakilishi wa Mungu duniani. Hivyo mali ni mashine, mali ni engine ya kuendesha maisha kwa ufasaha. Unahitaji mali katika kuendesha maisha yako kwa ufasaha. Unahitaji mali. Usipoelewa hivyo utaumia. Unahitaji mali ili kuendesha maisha yako kwa ufasaha. Hivyo basi, simama imara katika vipengele hivi 6 na kuangalia pia hizi njia 6 za kukusaidia kuimarisha uchumi wako katika viwango vyote. Topiki yetu ya 4 kwenye mada yetu ya kujitambua kifedha ni mtazamo wa Kiafrika kuhusu fedha. Kwa mtazamo wa Kiafrika, fedha si tu mali binafsi, bali ni rasilimali ya kijamii. Mali inahusishwa na uwajibikaji na ushirikiano mbali na ubinafsi. Ili uonekane una mali kwenye uelewa wa Kiafrika, lazima hiyo mali iwe na faida kwa watu wengine. Kama una mali isiyo na faida kwa watu wengine, hiyo siyo mali kwenye mtazamo wa Kiafrika. Mali yako inaitwa mali kama inawajibika kwa watu wengine, kama ni rasilimali ya kijamii ambayo inaweza ikawafaa watu wengine. Huo ndio uelewa wa kifedha kwa Waafrika. Falsafa ya Ubuntu inasisitiza kwamba mafanikio ya mtu mmoja yanapaswa kusaidia ustawi wa wengine. Hiyo ndio falsafa ya Ubuntu. Unapofanikiwa wewe unakuwa chanzo cha kufanikiwa kwa watu wengine. Mtu ni mtu kwa sababu ya watu. Kwa hiyo kujitambua kifedha kunapaswa kuhusisha uwiano kati ya ustawi binafsi na mchango kwa jamii. Nataka niliweke hivi kwamba Waafrika wanaamini wewe ukiwa tajiri,
Utajiri wako utaeleweka kwamba ni utajiri kama una uwezo wa kuwawezesha na wengine, una uwezo wa kuwasimamisha na wengine wale ambao wanahitaji. Huko ndiko kufanikiwa kiuchumi. Mtu aliye na fedha anaonekana kulingana na uwezo anaoufanya wa kunyanyua wengine, sio yeye tu asomeke, ana hela nyingi, Kama una hela nyingi na una uwezo wa kuwaajiri wengine na wale pia kujenga maisha yao kupitia fedha zako zitaendelea kustawi. Kwa hivyo ustawi wa jamii ndicho kipengele kikubwa katika uelewa wa Kiafrika kifedha. Sio kwamba huyu ana fedha nyingi na huyu hana kabisa, na wote ni watu wa familia moja au wote ni watu wa ukoo mmoja. Inakuwa hai make sense. Kitu kina make sense ni kwamba huyu aliye na uwezo lazima atafute mbinu ya kuwaajiri wale wasio na uwezo, ili kwamba wale pia wasikose chakula au wasikose mahitaji ya msingi. Sasa, zamani watu waliheshimika kwa jinsi walivyotumia mali kusaidia jamii. Hiyo ndio ilileta heshima zamani. Zamani ili uheshimike, ilitegemea fedha zako zinawasaidiaje wanajamii. Mali zako zina mchango gani kwenye jamii? Kama mali yako haina mchango wowote, basi inaonekana sio kitu. Mali yako ni kitu kama kweli ina mchango kwenye jamii. Watu hawakuheshimika kwa ajili ya utajiri waliojikusanyia, bali kwa ajili ya mchango walioutoa kwenye jamii. Mawazo, kuwawezesha wengine, kuwakopesha ili waanze nao biashara ndogo ndogo, kufanya michango mahali palipohitajika. Hayo yote yalileta heshima kwa mtu aliyekuwa na mali. Hivyo kujitambua kifedha kwa Waafrika ni zaidi ya ujuzi wa pesa. Ni mtazamo wa uadilifu, usawa na utu. Uadilifu, usawa na utu. Kuwa na fedha hakutoshi, bali wewe, je, umesimama imara katika jamii? Je, wewe una kiburi au una upole? Au wewe ni mtu wa watu wengine? Maana watu wengi akipata fedha nyingi anaweka mabega juu. Sasa hataki kuongea na watu, hataki kuona watu wengine kama ni wanadamu. Hiyo fedha kwa mtazamo wa Kiafrika unakuwa wewe ni maskini kabisa, mpaka watu watashindwa kukusogelea. Kwa sababu gani? Hawaoni maana au hawaoni faida ya fedha zako. Fedha zako zilitakiwa zikushushe, uwe mpole, uwe mtu wa watu, na hizo fedha ziwasaidie wengine wanaohitaji, haswa kwenye jamii ya kwako, kutoka kwenye familia, jamaa na jamii kwa jumla. Familia ni ile familia yako, jamaa ni extended family ama tribe ama ukoo wako, na jamii ni community kwa ujumla. Kwa hivyo, ili uwe tajiri kwa mtazamo wa Kiafrika, lazima uwe na uwezo wa kustawi na kuwastawisha wengine. Maana upo kwa ajili ya mwingine, haupo kwa ajili ya wewe mwenyewe. Tunapomalizia topic hii, nasoma hapa kwamba kujitambua kwenye eneo la kifedha ni nguzo ya maisha yenye uwiano. Uwiano ni correspondence. Ni uwezo wa kudhibiti tamaa. Mtu aliyejitambua kifedha ana uwezo wa kudhibiti tamaa, kupanga mustakabali au kupanga future, na kutumia rasilimali kwa busara. Mtu aliyejitambua ana hivyo vipengele vyote. Anadhibiti tamaa, anapanga maisha ya baadaye, na anatumia rasilimali kwa busara. Rasilimali zinaweza kuwa ni uwanja, majani, miti, mito. Ana uwezo wa kutumia hivyo vitu, maana vimeletwa kwa matumizi yake na pengine viko kwenye himaya yake, anavitumia kwa busara. Mtu anayejitambua kifedha huishi kwa amani na uwajibikaji na heshima, akitambua kuwa fedha ni chombo cha kuboresha maisha na si kipimo cha thamani ya utu. Thamani ya utu haipimwi kwenye uwezo wa kuwa na fedha nyingi, bali thamani ya utu inaenda na sifa ya mtu. Sifa yako ndio itatambulisha wewe una thamani gani kwenye jamii. Hujawahi ona kwamba kuna watu wana fedha na hawana heshima?
na wengine hawana fedha nyingi ila wameheshimika. Kwa hivyo heshima yako itatokana na utu uliojitengenezea kwenye jamii, tofauti na kiwango cha pesa ulichonacho. Maana pesa ulizonazo hazionekani. Ili tuzione sisi wanajamii, lazima tuzione kwenye matendo. Na matendo yako wewe ni ya kudharau watu. Ukiwapa, unaambia kila mtu, unaonyesha kwamba wewe tu ndio una uwezo wa kusaidiana, wengine wataepuka msaada wako, na utakuwa umepoteza sifa au ladha ya kile kipato ulichonacho. Kipato chako lazima kiwasaidie wengine katika hali ya upole na unyenyekevu, sio kuanza kujigamba. Unapojigamba, mwingine atakataa huo msaada ili aendelee na hali yake ya kawaida. Hivyo basi, kujitambua kifedha ni kuwa na uwezo wa kujua mapato ni haya na matumizi ni haya. Na baada ya kupata kipato, lazima uwe na uwezo wa kutumia mambo matatu. Uwe na uwezo wa kujua matumizi, kujua kuhifadhi na kujua kuwekeza. Unapofanya hivyo, utaishi maisha ya amani. Mimi huwa naambiaga watu, maisha ya amani hasa kwa wanaume yanatokana na kuwa na fedha za kutosha. Uwe na fedha za kutosha na magonjwa mengi yataondoka. Huwezi kuwa mgonjwa kama una pesa za kutosha. Utaishi miaka ya kutosha bila magonjwa. Maana kinachoepusha magonjwa ni fedha. Fedha zinaepusha magonjwa. Fedha zitafanya wewe upate vyakula vilivyo na virutubisho vya kutosha. Fedha zitakupeleka sehemu ulizotamani kwenda. Fedha zitakupa vinywaji vya thamani. Fedha zitakupeleka kwenye matibabu ya hadhi ya juu. Kwa hivyo, katika kila kitu unachotakiwa kukitafuta, tafuta fedha. Usitafute watu na sifa zao. Usitafute usuda na uongo na udanganyifu. Usitafute umbea, kueneza habari zisizofaa. Tumia muda kutafuta pesa, na unapozitumia, tumia pia muda kujifunza hizi pesa. Maana katika dola 100 unaweza ukatajirika kama una uwezo wa kuhifadhi, kutumia na kuwekeza. Usifanye kitu kimoja kwamba umepata dola 100 na unatumia yote 100. Pata 100, tumia nusu, wekeza kidogo na hifadhi kidogo, ili maisha yako yaweze kuwa na mwangaza kwako wewe na kwa wale wote uwapendao. Tumefika mwisho wa topiki yetu ya kujitambua kifedha. Ubarikiwe sana kwa jambo ambalo umepokea kwenye mafundisho haya. Na kama kuna area nyingine ungetaka tufafanue zaidi, tuwekee comment hapo chini na tutakuja kwa haraka kukujibu na kufafanua zaidi kulingana na hitaji lililopo kwenye jamii yetu, hasa ya hawa wanaoongea Kiswahili. Ubarikiwe sana kututazama hadi mwisho wa video yetu. Tunakushukuru sana mpendwa mtazamaji. Endelea kukaa kwenye channel yetu na kushare video zetu na watu wengine, ili tuwe wengi, tupokee ujumbe kama huu, tuweze tufaidi kulingana na ujumbe unavyokuja kwetu kwa njia ya kutuelekeza na kutufafanulia maisha kwa ufasaha wake. Karibu na tuendelee kujitambua. Asante.